Kwa majina mimi naitwa Hamisi Said maarufu Hamisi Migire. Niko katika taasisi inaitwa Jumuiya Zawiyatul Qadiriyya Tanzania, lakini ni kiongozi wa twarika wa juu na mwakilishi wa Afrika ya Mashariki. Amani ni wito kwa mataifa yote. Na kwamba napenda kutoa mfano mmoja sana kuhusiana na jambo la amani. Amani ni kama yai. Yai likivunjika kulirudisha ni vigumu sana. Tumeona mifano mingi katika nchi za Libya, nchi za Sudan. Mpaka sasa tuko hapa sisi ni kwa sababu ya amani. Tunafanya uradi, tunaswali, tunakwenda misikitini, lakini yote ni kwa sababu ya amani. Amani kivunjika, hapa hakuna chochote kitakachofanyika. Hivyo basi, kama watu wana madai yao ya kudai haki, hatukatai pia haki. Kuna namna au utaratibu wa kuitafuta haki. Haki haipatikani kwa vurugu, haki haipatikani kwa maandamano. Haki inapatikana kwa watu kukaa pande zote mbili juu ya meza na kuweza kumaliza matatizo hayo. Kwa majina naitwa Sheikh Haruna Hussein, naibu katibu mkuu wa taasisi ya Twarikatul Qadiriyya Tanzania. Makao yake makuu yako hapa Arusha, kama ilivyo ada hapa mliko kusanyika kwenye shughuli ya leo. Tupo kwenye kipindi cha neema. Neema ya kwanza inawezekana ikawa ni fitna, lakini neema ya pili inawezekana ikawa ni heri. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama viongozi wa dini, taasisi ya Twarika, tuna wajibu wa kusema neno la amani. Neno la amani ni tunu ya taifa, na kama ni tunu ya taifa tutaliongelea usiku na mchana. Tunatoa kauli kwa viongozi wote, kwa Watanzania wote zaidi ya milioni 60 na kitu, kuwaomba kujitokeza kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura, na baada ya kupiga kura kurudi nyumbani kwa kulinda amani ya nchi yao. Ndugu zangu, vyombo vya ulinzi na usalama lazima tutii sheria ya nchi. Ndio maana ukawa na vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini unapoenda kinyume na matakwa ya vyombo vya ulinzi na usalama, utavuruga amani ya nchi. Hii amani tuna wajibu wa kuililia usiku na mchana. Na sisi kama viongozi wa dini tuna wajibu wa kusema neno la amani usiku na mchana. Narudia, amani ni msingi wa taifa. Uliasisiwa toka zama za Mwalimu Nyerere na mpaka hivi sasa. Lakini pia mashehe wetu mbalimbali, mawalii wa Mungu, walisema neno la amani. Hawakuwa na dhamira ya kuweza kututenganisha. Kwa hiyo tunaungana na Watanzania wote mbele ya mgeni wetu rasmi kutamka neno la amani, na tukiwaomba Watanzania kujitokeza kwa wingi, kuto kuletewa maneno ambayo yanaleta sura mbaya na picha mbaya katika taifa letu la Tanzania. Kuwaambia Watanzania labda wasijitokeze kwenda kupiga kura tarehe 29, ama watu wafanye maandamano yasiokuwa na sababu za msingi. Nawaomba, Tanzania ni nchi ya amani, naangaliwa kila kona ya dunia. Tushike amani yetu kwa mikono miwili. Amani hii tutakavyoipokonya au itakavyopokonywa na wajanja wakatuletea fitna katika taifa letu, wala tutakuwa na wakati mgumu sana. Sisi kama viongozi wa taasisi ya Twarika tunazidi kuliombea dua taifa, na tutazidi kuomba dua katika nchi yetu. Moja, tukiviombea vyombo vyote vya ulinzi na usalama visimamie swala la amani. Tukiviombea vyombo vyote vya ulinzi na usalama visimamie swala la amani. Amani ni msingi. Lakini pia tunazidi kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikisema hivi ina maana paka sasa hivi kimamlaka bado ni rais. Tunazidi kumwombea dua ili aweze kutenda haki, na haki atakapoitenda hakika